Mchezo wa nusu fainali ya pili kati ya wenyeji Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club ya Tanzania umemalizika kwa suluhu ya kuto kufungana, hivyo na kuifanya Simba kusonga mbele katika hatua ya fainali ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Baadhi ya mashabiki walioangalia mpira huo kupitia runinga walikuwa na haya ya kusema. Bana, kwa majina mimi naitwa Raymond Jacob Freddy. Ni shabiki kindaki wa Simba. Matokeo nimeyapokea vizuri kwa sababu nilikuwa natarajia matokeo haya. Kwa sababu Simba kama hatukutegemea kwanza kama tutafika hatua hii, kutokana hapo katikati nilikuwa nahisi kama kuna mgogoro mambo yalivyokuwa yanakwenda. Lakini sasa hivi hapo katikati mambo yamenyoka, yamekuwa sawa. Sasa hivi ni Simba mbele kwa mbele. Unaiona Simba ikichukua ubingwa katika finali? Ninaiona vizuri sana. Tunakuja na kombe la shirikisho hapa nchini. Yaani Simba kama tumeingia finali ni lazima turudi na kombe hapa nchini la shirikisho. Unawaambia nini sasa mashabiki wengine wa Simba? Mashabiki wa Simba niwaambie, yani wale chakula ambacho kinawafaa zaidi, wazidi kuwa na afya njema na wawe na matumaini na Simba yao, kwamba Simba ndo mwanaume, hakuna kama Simba. Hakuna kama Mpanzu. Hakuna kama Mpanzu. Amefanya kazi yake, ametoka nje, walioingia wamemalizia. Shughuli imeisha. Tukutane finali. Julius Cosmas. Matokeo leo nimefurahi sana kupata kufuzu finali Simba Sports Club. Muda mwingi ulikuwa unaonekana kwa mwenye furaha na hamasa zaidi kuiona Simba kwenda finali. Sasa hii wewe kwako umeipokeaje? Nimeipokea kwa furaha sana. Tulikuwa kweli tuna pressure, tunapambana hivyo, tunashangilia, lakini kiukweli tunafurahi sana. Unawaambiaje sasa watani wako? Maana umefikia historia na wao ambao wametoka kuiandika misimu miwili iliyopita nyuma. Na wewe umeingia finali. Je, unaweza kurudisha kombe nyumbani? Sisi kombe uhakika. Yaani sisi kombe hatuna kitu ambacho kinatuzuia. Sisi wapambanaji, wenyewe wamejaribu wamekosa, lakini sisi tunapambana, tunaleta kombe hapa. Mama Samia ajiandae kupokea kombe hapa. Wengine wanasema kwamba VAR imewabeba Simba, yani kufanya maamuzi ya halali. Wewe unasemaje? Hapana. Wewe mwenyewe pale uliangalia, uliona pale kabisa offside ile. Hakuna chochote ambacho kumebeba Simba. Zaidi ni kupambana na Simba. Na je, ile nafasi ya kupewa penalti ambayo Kibu Denis alifanywa madhambi, wewe kwako umeionaje vipi? Ile mimi hapa kwa mimi ni hivyo itazama vizuri. Kibu Denis pale alitumia nguvu sana kudondoka. Lakini pale angetumia tu ujanja mwingine kidogo, ingekopo kile penalti kabisa. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Simba na wa Yanga wa Tanzania? Kiukweli neno la mwisho mimi kuzungumza upande wangu mimi, tuisupport Simba. Simba inatuletea kombe hapa Tanzania. Cha kwanza nampa hongera mtani, yani kwa jina wananiita Mr. Mfano aka Mr. Testa. Mchongo ni hivi. Yaani mtani alichoniboa, kwa nini hajatingisha nyavu mpaka apakwe mafuta na Mwamposa? Yaani kinachotakiwa nyavu zitingishike, sio Mwamposa ndo afanye kwanza nyavu zitingishike alafu ndo mafuta. Hiyo hatujaelewa. Kwa hiyo mimi ninachosema tu, mtani nampa hongera, amepata nafasi ya kuingia finali. Tunataka tuone maajabu finali. Hatutaki tena tuone nyavu zikiwa zimenuna muda wote. Ya kwangu ni hayo tu yani. Unapomwona mtani wako anaweza karudisha taji nyumbani? Kwa sababu naweza nikasema kazi anayo mbele. Siwezi kumpa 100% ya kwamba taji litakuja. Bado ana nafasi ya kuingia kwanza ugenini kule, akishinda ugenini, basi ninampa 100% ya kuweza kushinda ile taji na kulileta hapa nchini. Neno la mwisho? Neno la mwisho bwana, mtani kusema kweli natakiwa akaze. Kwa sababu sijalizika kabisa, sijaona nyavu ikitingishika. Kwa hiyo neno langu la mwisho ninachotaka nimuone mtani amekaza kweli, nyavu zinacheza, zinatingishika. Fursa ndio hiyo hapo, na zoezi ninalomwachia mtani kwa awamu nyingine. Ila kitu kingine mtani asipende kwanza kupakwa mafuta ndio nyavu zitingishike. Raballa, Chivihi Media, Morogoro.